anapenda, na kila kitu ambacho Allah subhanahu wa ta'ala anaridhia. Kitu yote ambacho Allah subhanahu wa ta'ala anapenda na kitu yote ambacho Allah subhanahu wa ta'ala anaridhia, hiyo ndio ibada. Ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah, jina ambayo inakusanya kila kitu ambacho Allah subhanahu wa ta'ala anapenda na anaridhia. Min al-aqwali, miongoni mwa maneno ambayo Mwenyezi Mungu anapenda na anaridhia, kama adhkar wa dua, kusoma Qur'an, ukweli, kuamrisha mema, kutazama maovu, hiyo yote ni ibada. Ismun jami' likulli ma yuhibbu Allah yadhami al-aqwali wal af'al, na pia vile vile matendo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayopenda, kama swala, kama kuwasaidia watu, na jumla ya matendo ambayo yote ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayopenda ni ibada. Adh-dhahira, matendo ambayo yako wazi, ambayo tunayaona mtu akiyafanya, au matendo ambayo ni ya batin na matendo ambayo ni ya moyo, kwa kupenda kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kutegemea Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kutawakkal kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, hiyo ni al-batina. Hiyo yote inakuwa ni katika al-ibada. Kwa hiyo taabudu Allah, cha kwanza ambacho unafaa kufanya ili uingie peponi ni kumwabudu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, bali hiyo ndio lengo la Allah subhanahu wa ta'ala kutuleta duniani. Lengo kuu ya Allah subhanahu wa ta'ala kutuleta duniani, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah subhanahu wa ta'ala asema hakuumba majini na wanadamu kwa lengo lingine illa liya'budun, ili tuweze kumwabudu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Maulama wa kitafsiri liya'budun wasema liwahidun, ili waweze kumpwekesha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na ina faida nyingi tauhid, na faida nyingi. Kwanza ndio njia ya kuingia katika Uislamu. Yule mtu ambaye anataka kuingia katika Uislamu anapigishwa shahada, hiyo ndio tauhid. Pili, ukifa katika hali hiyo unaingia peponi. Tatu, hiyo ndio amri ya kwanza ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akipatia masahaba wakienda kulingania. Muadh bin Jabal alipotumwa Yemen, aliwaambia ud'uuhum ala an yuwahhidu Allah, walinganie waweze kumpokesha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na kinyume yake ambayo ni shirki, ndio katika dhambi kubwa zaidi. Na inakuwa dhambi kubwa kwa nini? Kwa sababu ukikufa katika hali hiyo, pepo kwako inakuwa ni haramu, kwa sababu ni sababu ya madhambi zako, yani ni sababu ya khairi yako kufutwa. Ukimshirikisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, matendo yako yanafutwa. Ukimshirikisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, unakaa motoni milele na milele. Kwa hiyo cha kwanza ambacho Muadh bin Jabal alielezwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ta'budu Allah wa la tushriku bihi shay'an. Na Mtume sallallahu kwa ufupi kabisa aliweza kumtafsiria mambo ambayo yanamuingiza katika Uislamu, peponi, na kuweka mbali na moto wa Jahannam, na arkanul Islam, nguzo za Kiislamu. Hiyo ikiwa ya kwanza, watuqimu sala, na pia vile vile unaweza kusimamisha swala, kwa sababu swala ndio imaduddin, ndio msingi wa dini, na ndio tofauti yetu sisi na wasiokuwa Waislamu. Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, tofauti yetu sisi na wasiokuwa sisi ni sala. Yule ambaye atakayeswali anaingia peponi, na yule ambaye atakayeacha swala atakuwa ni mwenye kufuru. Watutia zaka, pia vile vile kutoa zaka, kusoma Ramadhan, pia vile vile kufunga Ramadhan, tahujja al-bayt. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwelezea, akamfafanulia akawa Uislamu ndio cha kwanza ambayo itajalia wewe kuingia peponi. Ukiyatekeleza na ukiyashikilia, itakuwa sababu ya wewe kwenda peponi na kuweka mbali na moto wa Jahannam. Barakallahu li wa lakum fi Qur'an. Nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Aqulu ma tasma'una fastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal barrul karim wa huwa at-tawwabur rahim. Astaghfiruh. الحمد لله رب العالمين
حمدا يليق بجلاله وعظمته، ثم الصلاة والسلام أكملان على مبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kuelezea Muadh bin Jabal mambo ya msingi ambayo yatakayomwingisha peponi na kumweka mbali na watu wa Jahannam, akaelezea kumfafanulia mengine ambayo akishikana nayo itakuwa ni kheri zaidi kwake na itamrahisishia pia vile vile yeye kwenda peponi. Akamwambia, awala adulluka ala abwabil khair ya Muadh, je, nisikuelezee ama nisikuelekeze katika milango ya khair, mambo ambayo ni katika milango ya khair. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, kwanza as-sawmu junna. Tumeshamaliza yale habari ya faradhi, kisha kuna mengine pia vile vile kwa yule ambaye anataka khair, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala asema fastabiqul khairat, tushindane katika mambo ya khair. Usibaki katika yale ambayo ya faradhi peke yake, jibidisha zaidi. Msoma nataka naweza kujibidisha zaidi, usibaki katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amefaradhisha peke yake. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia Muadh, as-sawmu junna, saum ni kinga. Kinga baada ya kukinga na maasi. Yule ambaye amefunga inakuwa ni sababu ya yeye kukaa mbali na makosa, kukaa mbali ambayo muftirat, kukaa na mbali na yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekataza katika dunia. Na katika akhira ni kinga, inakukinga na moto wa Jahannam. Ni kinga duniani na maasi, na ni kinga siku ya kiyama na kukinga na moto wa Jahannam. Bali ukiwa wewe katika swaimu, inakuwa na mlango hasa siku ya kiyama ambao unajulikana kama Ar-Rayyan, mlango wa peponi ambao unajulikana kama Ar-Rayyan, ambao itanadiwa aina saimun, wakwambi wale ambao walikuwa wakifunga duniani ya faradhi na za sunna. Wakwambi wale ambao walikuwa wakifunga duniani wataelekezwa waweze kuingia mlango hiyo ambao ni Ar-Rayyan, na baada ya wao kuingia hakuna mwingine ataingia na mlango hiyo. Hiyo ni hasa kwao. As-sawmu junna. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema saumu ni kinga ya Muadh katika mambo ya khair. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, akasema wasadaqa tudfi'u al-khati'a kama yudfi'u al-ma'a an-nar. Na sadaqa ambayo Muislamu anatoa, sadaqa ambayo Muislamu anatoa, tudfi'u al-khati'a, inazima yale makosa, inaondosha makosa, kama vile ambavyo maji inazima moto. Akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, wasalatu rajul fi jawfi al-layl, katika matendo pia vile vile ambayo yanakuweka karibu na pepo ya Mwenyezi Mungu, kuweka mbali na moto. Akasema wasalatu rajul fi jawfi al-layl, na sala ya mmoja wenu usiku wa manane, sala ya tahajjud, sala ya qiyamul layl, katika ibada ambayo inapendekezwa zaidi. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Allah subhanahu wa ta'ala akizungumzia waumini wema anasema kwamba mbavu zao zinakaa mbali na malazi yao, kinaya ambayo Mtume sallallahu anaitumia kukusimama na kutekeleza ibada ya usiku. Akhi, barakallahu fik, apokai Sheikh, barakallahu fik, apokai. Tatajafa junubuhu anil madaji, mbavu zao zinakaa mbali na malazi. Yad'una rabbahum khawfan wa tamaa, wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala wakiwa na hofu na adhabu yake, na wakiwa na watarajia mema yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Na hii ibada ya usiku ni katika wakati ambayo dua ya mmoja wetu inakubaliwa, na
wakati